Niseme asante tena mpenzi mtazamaji wetu wa Global Verbal TV, unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kivu ya Kusini. Hapa tuko katika mji wa Baraka ambako kama kisi unavyoendelea kuona mpenzi mtazamaji wetu, kulikuwa na kikao hapo jana cha tarehe 10 mwezi huu wa 5 mwaka 2025 ambacho kimeweza kufanyika. Ni kikao cha vijana wote wa jiji la Baraka pamoja na wafizi kwa jumla. Ni kikao ambacho kilikuwa kimelenga kuhusiana na hali ya wasiwasi ambayo inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na waasi wa M23 walivyoweza kuchukua miji miwili ya chimbo hizi mbili ambayo ni chimbo ya Kivu ya Kusini pamoja na jimbo ya Kivu ya Kaskazini ambayo inaongozwa kama vile mji wa Bukavu pamoja na mji wa Goma. Huyu ni kiongozi wa shirika la raia hapa Baraka, ameenda kusema 1 2 3 kuhusiana na hali ya wasiwasi inayoendelea katika mji wa Baraka kutokana na hali za risasi ambazo zinazopigwa usiku kila kukicha na washikilia bunduki ambao wanaopiga risasi pasina idhini yoyote, aidha pasina hadui yoyote. Amekwenda kuongelea kuhusiana na mtu kujilinda mwenyewe kibinafsi pamoja na maisha yake mwenyewe na pamoja na jamii yote ambayo ya nchi ya Kongo. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, naomba bonyeza alama subscribe kisha utabonyeza alama ya kengele. Pia kushare, kulike na kucomment video zetu, na kama unapatikana nje ya nchi naomba uweke emoji ya bendera ya mahali ambako unapopatikana, kama uko Marekani, kama uko Tanzania, kama uko Uganda, kokote kule mpenzi mtazamaji wetu wa Global Verbal TV upate kuweka emoji ya alama ambako unakopatikana. Nikuache uende kusikiliza kile ambacho mkuu kiongozi huyu amekwenda kusema kulingana na hali ya usalama mdogo ambao unaoendelea katika jiji la Baraka kuhusiana na hali ya risasi ambazo zinazorenzima usiku kama vile mchana katika mji wa Baraka. Msikilize kiongozi huyu ambaye ni wa shirika la raia. Sécurité na protection ni vitu viwili vyenye vinataka fanana na viko na tofauti sana. Vile bako sasa kuproteger ba kwanza, kutusekirize ba kwanza ni serikali. Wa pili ni wewe mwenyewe kusikiriza. Na utasikia mtu mimi niko na jiproteger, hapana. Wewe unaleta na kusikirize, ikishindwa wewe uangalia mekanisme zako za kusikiriza. Wewe sasa unapaswa kuproteger wengine ukiisha jisikiriza. Hauwezi jiproteger kisha usikirize mwingine. Unajisikirize kisha unaproteger mwingine. Na ndivyo tufanye vile mote, sijue tufanye mamarche, ni maaction, ndio wanasema protection iko natumika na maaction zenye ziko legal. Tu ya kuproteger mtu au batu. Unasikia mwenzetu alisema hapa, huko bajere wako kuendelea tu tracasserie za bombo, mtu anabandone. Alors que ule mtu pale akwe protéger juu aendelee, ifale mena kwenda kuona ma service ya serikali hii hapana inakuwa fuyo na organisation ya société civile, parce que mko nafanya ma action ya kwenda kuproteger hii group, mko nafanya ma action ya kuproteger tel individu. Ile yote ni kudifferencier sécurité na protection. Mais acha tukuse juu ya sécurité physique. Na hapa ndio kuko tatizo. Na unasikia mtu iko na kuambia aseme kifikisha kuya tu hapa hata ufanye nini na kuya. Sasa wewe kama uko naenda mboko inafika 19 unalala pale juu ya nini? Kama unajua kifo inakuwaka tu. Huyo mashaka mata kitu yeye peka alipiga sasa juu kifo inakuwaka ni nani? Hai. Donc vous êtes censé par rapport à manger à Léo ou de sécurité. Manger à Léo, c'est ma manger politique, social, économique, environnemental, zote zinakuwaka na ambatana hivi. Mais kuko moya muizo anje inakuwaka na kabula zote. Na baadaye tunasema crise. Kwa mwenzetu kupata sema periode ya crise. Periode ya crise kuko anje moya enye nakabula zote. Meme intervention humanitaire hakuna.
enjeu politique. Enjeu politique. Mais enjeu ya wewe kitu utaanza kufuga samaki, eski na mtu anaweza shinda kuplanify sema business plan. Na yuwa nitaanza hii anjangu hapa, nitafika hapa nitaishia. Meuko hapa Baraka. Meuko hapa M23. Huko eski wewe unajua hata kwa balianzaka hiyo maneno ya kwanza ya M23 kwanza hiyo vitu. Kama maji kabunamu, mambo mkomba. Eski wewe ulikutaniwa kwa mzee kutumbali samaki initiative na kuongea na rais ya kwenda kabunamu. Vous ambriez na alors que ni majize ziko kompli. Nakumbuka marehemu mzee Rose alikuwa kana conference de debate na saa hii. Nakumbuka upande na tulikuwa sababu ilikuwa nasema tu ya les enjeux. Alikamataka mfano ya anje kamata ya Konkaseri. Konkaseri ili bondi ile majiwe haiko chuma moya. Hiki goroti, jembe, sijue kino. Na ukicheza mbaya na ile Konkaseri mkoni nani? Mkoni nani? Mkimbio manje yako hapo. Donc ni kitu kiko nafanya kitu fulani. Mais manje politique unakutana mtu anatoka hapa anakimbia Burundi, ukimuuliza juu ya nini? Si nini kwa sababu tunaongea na fulani hivi. Tu akaanza kuniambia hivi. Ndio mimi naona pale. Huko naenda naingia mumanje zene ziko très compliqué. Zinawezi weza kuyua mwanzo na mwisho. Na zinakuamria na mtu anabaki hapa tu kimya, unafunga mikono. Basi, ni asa. Alors que jeunesse yetu inapaswa kuevite ile kwa kuingia mvitu yanavita saidia. Alors que kuko vitu vinaweza kusaidia. Juu ya masase, comment se comporte, protection nini, sécurité physique et numérique. Kuko watu wanakamata tuko mwanje, ile watu wanajua ya vita. Na wengine wako wanasema yeye alifika huko kwetu, wengine wako wanaona vita kufika huko kwetu ça veut dire échange ya risasi ya enemy na huyu ndio vita. Hii maisha ya watu kufika Bukavu, est-ce qu'il y a vita hiyo? Kipita kama kwa humanitaire hakuna kuwali humanitaire. Si vita. Mekupo watu wakasema wanaweza tuende sawa vita hata mimi naona. Huyo mtu yeye kitu kile kinakosa. Na tujue kwamba tunapaswa kutumika juu ya sécurité physique yetu. Sécurité physique ni question tu ya conseil. Nilisema hii ni matière ya 5 jours. Nilisema hii kitabu ni ya protection internationale, kazi yake ni protéger ma défenseur à droits civils. Sécurité physique ni situation actuelle ya hii manger tuko mwayo. Ni kila mtu kukamata ma disposition zake za kujichunga mwenyewe. Unaona hiyo kama wako napiga masasi kila siku usiku. Umeona kamata 22h, 23h wewe ungali uko nje. Est-ce uko najua kama tuko manje gani? Ndio watu mwa situation wasikia sasa Mudana alipata masasi na zero alikuwa natoka wapi? Pike. Hiyo ni hasara. Hii periode inaomba kupunguza vitu vimoja. Wewe unajua aseme basi fulani par exemple kujetem joko ne kuko na bakia wazalendo wote pale juu ya na mabunduki. Umeona kama ile basi ndio unachagua nafasi ya kwenda kunyia pombe. Est-ce que uko na besoin ya sécurité yako? Uko na expose sécurité. Hivi wazalendo wote kutoka Mikenge, kutoka Uvira, wewe yao show wanataka nafikia ni Pentagon. Ndio basi yako. Umeona hata sasa Pentagon ndio sasa itakuwa basi yako usiku ya kutoka mule 23h. Est-ce que uko na besoin ya sécurité physique yako? Uko na expose sécurité physique yako wewe mwenyewe? Ndio nasikia humanitaire wanasema RCK. RCK ndio RCK. Mami ndio wanasema ile RCK. Tangia RCK ni kitu kingine. RCK ni RCK. Hizi saa hapana kutoka, hizi saa hapana kutoka. Bana tembelea hizi saa.
Abiko humanitaire na sie maisha yetu wenyewe muimanje tuko mwayo. Comment se sécuriser wewe peke? Unakunywa pombe 22h unaleo huko na sababu njia. Sana mzalendo na wewe unaanza pika emo. Beti wose kwa tunaiko dawa. Anani Eske uko najua security yako na wewe uko nayo paki kupiga ya eske hizi ingia kwetu itaingia sisi uko naingia na wako nakufa na tuko nakufa wewe unaanza pika toho chana siko naingia Mena engine mwenye tuko naye saa hii hapa mkutana kesho iko nafanya ile change na mzalendo inaweza kuwa usuni sana. Mlisikia papa wote alisema ni periode société civile ndio periode ya kusema kabisa hivi. Ana remplacer pyramide. Una remplacer pyramide. Saa hii ukiuliza hapa ndio kwa security yako hapa. Masasi ile usiku yote iko na lia. Hakuna mtu mwenye tunaweza ita msekirite mwatatuambia avec precision ni sasa ni ya nini. Haiko. Est-ce que tunasema tuko na security? Mena ifalesa kila mtu akamate ma disposition zake mwenyewe kwa security yake. Hakuna. Nikiita saa hii watasangiwa watu kwa kwa saa bongo. Niko saa bongo. Hakuna. Sendeba. Kwa kesho yake mwisho atauliza na mawazo yake atasema. Ukienda kwa wazalendo, hakuna shepo wa wazalendo mmoja. Hapana, mama sasa kama kuona wazalendo ungeita kwa mzalendo utaita mzalendo na. Mwana anajua situation wazalendo wote ndio kupiga risasi. Hakuna. Unakutana security ya mwingine iko très compliqué. Maintenant par rapport à hiyo manger ya hii security actuelle, comment wewe peut kufunga security yako? Na wazia kwa conseil kidogo juu ya security physique. Sema nitie liste tunaweza kesho. Acha niende haraka kwa security numerique. Kule c'est dangereux. Huko watu saa hivi kama mmoja alisema hapa juu ya kupe. C'est très dangereux. Na nilisema kateni ile siku mgrupu nikasema après la guerre c'est la justice. Unaweza wazia vile uko naandika saa hii aseme niko na vita alors que uko watu saa hii venye wako atenda kazi ni wako wapi hapo kazi yao ni kudocumenter tout. Il y a des lois les codes numériques ziko pale juu ya hii. Depuis 2002 walianzaka kutia ma loi juu ya système informatique 2020 ya mwisho hapa ni ya 2023. Na kwa watu wako natumika vile juu ya system ya information, juu ya TIC. Watu wasikue libre zaidi. Mtu anakamata rais, anamvalisha ile vya wapape, yote anamtia na anasema wala pape mwenye tuko na ngwele. Hivyo wanawazia security ya nchi inashindwa kukamata kale kitu. Donc, éviter une sécurité numérique zaidi, pour partager ma information et pour vérifier. Mon code numérique, juste pour partager l'information, pour que vous défendre la panne, il faut transférer. Aïe, combien de nidiagique, papa? Ah ouais, je sais. Haiwezi kuwa leo inaweza kuwa kesho. Nilisema security numerique inaweza kuwa na impact mu security physique yako. Unakamata autorité mwenye tuko naye, mwenye iko kule, unamtukana mu marezo sociaux. Unawazia ule autorité hana pouvoir, hana force ya kutumiza kimwili. Iko naye. Na kesho utaenda para kwa situation ni tuko mwai. Mena inaomba koma na kuregeza maneno ma information kuverifie kwa watu wako hapa tu anapata video na anatuma. C'est très dangereux. Na naweza regretter kutoka hapa mgrupu yetu ya CIG
ile hali iendelee ya vile, tunajua kesho bado wataishia fasi moja na haitakuwa vizuri.